Unataka kuongeza kipato kupitia njia ipi ya uwekezaji? Nukuu, pesa inayokupa utajiri sio ile ambayo inapita mikononi mwako, bali ni ile ambayo unaibakiza kwa kuweka akiba na kuwekeza ili izaliane zaidi. Utangulizi. Moja ya maarifa kuhusu fedha ambayo ni lazima uwe nayo kwenye maisha yako ni yale yanayohusu akiba na uwekezaji wa pesa ambazo unazipata kila siku kwenye maisha yako. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya uwezo wako kuweka akiba na uwezo wako kufanikiwa kifedha katika maisha yako. Nidhamu juu ya kuweka akiba na uwekezaji ni kati ya mambo muhimu ambayo unatakiwa kuwa nayo kama kweli unataka kufanikiwa kwenye maisha yako. Kwenye sura hii tutaangalia maeneo mbalimbali ambayo unaweza kuanza kufanya uwekezaji kuanzia sasa. Mwisho wa sura hii unatarajiwa umefanikiwa kuchagua maeneo unayotaka kuanza kuwekeza na kujiwekea mpango wako binafsi wa uwekezaji ili pesa yako iweze kuzaa zaidi. Kumbuka, tunaishi katika ulimwengu unaothamini matumizi zaidi kuliko ambao unathamini uzalishaji. Usipokuwa makini, utakuwa mtu ambaye unatumia zaidi kuliko unavyoingiza, na hii itakusababishia uingie katika umaskini wa kipato. Maeneo ya uwekezaji. Kuna maeneo matatu makubwa ambayo yamebeba maeneo 9 ndani yake ambayo unaweza kuyatumia kuizalisha zaidi pesa ambayo inaingia mikononi mwako. Unaweza kuanza na moja baada ya nyingine, ama ukachagua machache ya kuanza nayo, ama ukafanya yote kwa wakati mmoja kulingana na uwezo ulionao na mipango uliyojiwekea. Kumbuka, makusudi mawili makubwa ya kuweka akiba ni kuwa tayari wakati wa mahitaji yasiyotarajiwa na kupata kipato unachoweza kuwekeza katika maeneo uliyochagua. Kama utazingatia kilichofundishwa kwenye sura ya 3 kuhusu mgawanyiko wa matumizi yako, sina shaka kuwa kila wakati utakuwa na kiasi kinachojitosheleza cha kuwekeza katika maeneo utakayoyachagua. Eneo la kwanza ni kuanzisha biashara, yani business entrepreneur. Hili ni eneo ambalo watu wengi sana waliofanikiwa duniani wamelitumia kwenye maisha yao. Na wewe unaweza kuamua kutumia eneo hili kama sehemu yako ya kuongeza kipato katika maisha yako. Kama umechagua eneo hili, tafsiri yake ni kuwa unaamua kuanzisha biashara. Kumbuka kuwa mafanikio kwenye biashara sio matokeo ya kuwa na mtaji wa kifedha unaotosha peke yake, bali hasa ni kuwa na maarifa ya kutosha kuhusiana na kufanya biashara uliyoichagua. Kabla haujaanzisha biashara, kumbuka kuna maarifa ya jumla ya kufanya biashara, yani general knowledge, na maarifa maalum ya kufanya biashara husika uliyoichagua, yani specific knowledge. Kama utaamua kuwa mfanya biashara, basi itakulazimu kuchagua kuwa mfanya biashara kati ya maeneo haya matatu. Eneo la kwanza ni sales, yani kuuza bidhaa au huduma. Katika eneo hili unaamua kuwa mtu ambaye unanunua vitu kutoka kwa watu wengine na wewe unauza. Inaweza kuwa ni kuanzisha duka, kuuza mtandaoni, kuwa wakala, kuwa msambazaji na kadhalika. Lakini kitu kikubwa hapa ni kuwa unatengeneza fedha kwa kuweka bei juu kidogo ya ile ambayo umenunulia. Pia unaweza kuamua kuuza bidhaa ambazo ziko katika mfumo wa biashara wa mtandao, yani network marketing, ambazo sio tu utafaidika na bidhaa zenye jina, lakini zipo ambazo mfumo wake unakusaidia kuendelea kuingiza pesa zaidi ya mapato ya kuuza bidhaa, kwa maana ya kuingiza pesa kupitia mtandao wako ulioingiza kwenye biashara. Faida ya njia hii ni hipi? Kwanza, hauhitaji kujenga jina lako, yani brand, kwa bidhaa unazoziuza, kwani wanaotengeneza wanakuwa tayari wameshalitangaza jina lao, na hata hivyo kuitangaza bidhaa inakuwa ni kazi kubwa ya wazalishaji. Kwa upande mwingine, utakuwa na uchaguzi mpana, yani wide variety, wa kuchagua aina ya bidhaa unaweza kuuza, na unaweza kuchanganya bidhaa mbalimbali za kuanza nazo. Kingine ni kuwa unaweza kuanzia chini kwa mtaji mdogo na ukakua kufikia kiwango kikubwa zaidi. Lakini changamoto inaambatana na kufanya sales, yani kuuza bidhaa na huduma, ni kwamba unahitaji sana kuwa na ujuzi wa masoko, kwa maana ya uhitaji wa bidhaa unazoziuza, kwani usipokuwa na uhitaji wa kutosha, unaweza kupata changamoto ya kukaa na bidhaa kwa muda mrefu bila kupata soko. Unahitaji kuwa na uwezo wa kujenga mahusiano ya haraka ili kupata wateja. Mara nyingi biashara ya kuuza na kununua zinahitaji watu wenye personality ya kuhusiana na watu kwa haraka zaidi na wanaoweza kuongea vizuri. Kama wewe sio mtu wa namna hii, inawezekana ikakuhitaji kujenga uwezo huu ama kutafuta mtu mwenye sifa hizi ili aweze kukusaidia. Eneo lingine
ni kufanya e-commerce, yaani ufanye biashara mtandaoni. Eneo la pili ni kufanya biashara mtandaoni. Kwa sasa biashara ya mtandao imeendelea kuchukua ukubwa wake na makampuni makubwa duniani kama vile Kupatana, Amazon, Alibaba, eBay na mengine mengi yameendelea sana na kupata faida kubwa kupitia biashara hii. Hata hivyo, kuna watu wengi kwa sasa Tanzania ambao wanatumia mitandao kufanya biashara kubwa sana kwa gharama nafuu ya uendeshaji wa biashara zao, huku wakipata faida kubwa. Faida ya mfumo huu ni kwamba uwezo wa kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja kwa gharama ndogo ukilinganisha na kutumia njia nyingine za kutangaza bidhaa zako kama vile magazeti, television na redio. Kwa mujibu wa ripoti ya TCRA, mamlaka ya mawasiliano Tanzania, watumiaji wa mtandao wa interneti hapa Tanzania hadi mwaka 2017 walikuwa wamefikia milioni 23 na watu wanaotumia simu za mkononi wakifikia milioni 40. Hii inamaanisha kuwa kuna watu wengi sana wanaotumia mitandao mbalimbali kupata habari, ambapo wewe unaweza kutumia kuuza bidhaa zako kwa gharama nafuu sana. Idadi hii kubwa ya watu ndio inafanya mtandao kama Facebook wenye watumiaji zaidi ya bilioni 2 uwe moja kampuni tajiri sana duniani. Hata hivyo, kufanya biashara kwa njia ya mtandao ndio mwelekeo wa biashara duniani kwa sasa. Hivyo unapotumia njia hii unakuwa umeshajiunganisha na mwelekeo wa kibiashara duniani kwa manufaa makubwa ya baadaye pia. Changamoto inayoambatana na biashara hii ni lazima uwe na ujuzi wa kutumia mitandao kibiashara. Ni jambo mojawapo kutumia mitandao kwa kawaida na kuitumia kibiashara. Unapotaka kufanya biashara kwa njia ya mtandao, utalazimika kupata maarifa ya namna ya kutumia mitandao kibiashara. Changamoto nyingine utakayokabiliana nayo ni ushindani mkubwa uliopo katika biashara za mitandao. Kwa kila biashara unayotaka kuifanya mtandaoni, utakutana na ushindani mkubwa wa watu wengine wengi waliotangulia na wengine watakaofuata nyuma yao. Unahitaji kujua mbinu mbalimbali za kufanya biashara yako ili ionekane zaidi kuliko biashara zingine zinazofanana na yako, yaani kuongeza visibility yako. Mfano, miaka michache iliyopita nilianza kumfanyia mafunzo binafsi, yaani personal coaching, dada mmoja aliyekuwa ni mwajiriwa wa shirika fulani ambaye alikuwa anataka kujiajiri. Baada ya kuzungumza naye na kumshauri, tulikubaliana aanzishe biashara ya kuuza bidhaa za wanawake kama vile mabegi na viatu. Kabla hajaacha kazi, alifungua kurasa yake kwenye mitandao ya kijamii na akaanza kuuza bidhaa zake mtandaoni. Ilipofika kwamba biashara ile inamuingizia pesa ya kukidhi mahitaji muhimu, aliamua kuacha kazi yake ya kuajiriwa na akaanza kuifanya biashara yake muda wote, yani full time. Leo hii anaingiza takriban mara 3 ya kipato ambacho alikuwa anaingiza akiwa ameajiriwa katika shirika kubwa alilokuwa anafanya kazi hapo kabla. Eneo lingine ni manufacturing, yani uzalishe bidhaa zako wewe mwenyewe na kuziuza. Eneo la 3 katika awamu ya kwanza ya kufanya biashara ni kuamua kuzalisha bidhaa zako wewe mwenyewe. Hapa unapata ujuzi wa kuzalisha bidhaa yako na kisha unaipeleka sokoni. Inaweza kuwa ni kutengeneza keki, mafuta, kushona nguo na kuziuza, popcorn, kutengeneza unga wa lishe, samani za ndani, sabuni na kadhalika. Kufanikiwa katika eneo hili kunatokana sana na uwezo wako wa kuzalisha bidhaa bora sana sawa na zile zilizoko sokoni ama zaidi. Lakini pia lazima uhakikishe umezingatia mfumo mzuri wa kupata malighafi, yani raw materials, kwa uhakika na kufikia soko lako kila mara bidhaa zako zitakapohitajika. Faida kubwa inayoambatana na mfumo huu ni kwamba unapoamua kuzalisha bidhaa zako, inamaanisha unaweza kusimamia ubora wa bidhaa zako kwa sababu unaweza kutengeneza kwa namna unavyotaka wewe. Jambo lingine ni kuwa inakusaidia kujenga kitu cha muda mrefu ambacho ni cha kwako mwenyewe. Badala ya kuendelea kujenga jina brand la mwingine kibiashara, kwa njia hii unakuwa unajenga jina lako mwenyewe. Kwa upande mwingine, unaweza kuamua kiwango cha kupaki, yani packaging, ambacho utakifanya kulingana na soko lako. Kuna wakati ukiwa unanunua na kuuza bidhaa, unaweza kuwa unataka kitu kwa ujazo au uzito fulani na ukashindwa, lakini kwa kuzalisha mwenyewe inamaanisha utaweza kufanya kwa kiwango ambacho unaona kinahitajika kulingana na soko lako. Changamoto inayoambatana na njia hii ni upatikanaji wa malighafi wa kudumu na kwa ubora unaotakiwa. Mara nyingi wazalishaji wengi hukutana na changamoto ya kupata malighafi zenye ubora na kwa muda unaohitajika. Hata hivyo, ili uweze kuzalisha, mara nyingi kuna vibali na taratibu nyingi sana ambazo utahitaji kuzifuata, hasa kama utakuwa unazalisha biashara ya chakula
ama inayohusisha walaji. Changamoto zingine ambazo utakutana nazo ni kuwa utahitaji kujenga jina lako la kibiashara kwa muda mrefu sana. Mara nyingi wateja wengi hupenda kutumia majina ya bidhaa yanayojulikana sokoni. Kuanzisha jina lako hadi likubalike na kuaminika inaweza kuchukua muda mrefu sana. Lakini pia uzalishaji wa bidhaa unaweza kuhitaji wafanyakazi wa kukusaidia katika shughuli zako za uzalishaji. Hivyo kunakuwa na gharama ya ziada ya kuwalipa usimamizi wao ili kuhakikisha shughuli zako zinafanyika kwa ufanisi na kukuletea matokeo chanya. Ingawa mara nyingi uzalishaji wa bidhaa zako mwenyewe unahitaji pesa nyingi kuliko aina mbili zilizotangulia, lakini zipo aina za uzalishaji ambazo unaweza kuanza na mtaji wa chini na ukakua ukijenga katika biashara yako. Mfano, mwaka 2016 nilifundisha kupitia darasa langu la kila mwezi kwa vijana kuhusu namna ya kupata wazo la biashara na kulifanyia kazi. Baada ya mafunzo haya, kijana mmoja aliyekuwa anasoma chuo cha usimamizi wa fedha yani IFM alipata wazo la kuanza kutengeneza popcorn zake na kuziwekea ladha tofauti tofauti. Alipopewa hela ya kujikimu ya mkopo inayotolewa na serikali maarufu kama BOOM, alichukua kiasi cha $320,000 na akanunua mashine na mahindi ya kuanza nayo. Baada ya muda ilikuwa inamzalishia takriban shilingi 30,000 hadi 50,000 kama faida kwa siku. Baada ya muda aliongeza mashine zingine 2 na ikafika sehemu akawa anaingiza pesa za kutosha zilizomsaidia kuanza na kuishi maisha mazuri akiwa chuoni, na ana uhakika akimaliza chuo hata kama hajapata kazi basi anayo biashara ya kuanza kuifanya inayomuingizia kipato cha uhakika. Ningependa nikuulize swali. Je, katika maeneo haya matatu ya kundi hili la kwanza, kuna mawazo gani umepata ya kuanza kuyafanyia kazi? Kumbuka, mawazo yasiyozingatiwa na kufanyia kazi hayafanikiwi. Chukua muda, andika mawazo uliyopata ambayo unaweza kuyafanyia kazi hapo baadaye katika eneo la kuanzisha biashara. See you at the top.